tunapoenda kuanza kipindi cha maswali na majibu, tuweze kufumba macho tupate kuomba. Tuombe. Mtakatifu Mungu wetu wa mbinguni, asante kwa kuwa umetupatia ufahamu wa kuchanganua mambo na kuweza kuuliza maswali. Tusaidie kupata majibu kwa Roho wako Mtakatifu, na tupaelewe kupitia Roho wako, kwa jina la Yesu, amen. Mbele yako ni kipindi cha maswali na majibu, na mimi mwenyekiti wa mjadala huu ni Sara Daniel. Tutaenda kuanza na swali la kwanza. Swali la kwanza anasema kwamba swali langu ni, ukitumiwa hela ya ada nayo unaitolea zaka na sadaka? Hiyo ni fedha ya ada. Kwa hiyo usiingie tabu, fedha ya ada unaanza kutoa zaka na sadaka, alafu anze kulaumu Mungu kwamba sasa Mungu, unaona sasa ninafukuzwa hapa. Fedha ya ada ni ya ada. Asante. Na mwingine hapa anasema happy Sabbath pastor, na swali naomba ufafanuzi. Karibu. Mwanzo 10 fungu la 5 na Mwanzo 11 fungu la 1. Anasema kwamba sasa hapo lipi linaanza kati ya Mwanzo 10 na Mwanzo 11? Maana sipaelewi lugha zipi zilianza. Mada yangu kuhusiana na lugha kabisa, na kushukuru kwa kuuliza swali. Litajibiwa siku ya mada inayohusika na lugha kati ya kuchafuliwa Babeli na hiyo ya Mwanzo sura ya 10 mstari wa 5. Asante muuliza swali. Tunakumbushwa kutuma maswali yaliyoko ndani ya mada ya uwakili, lakini usijali, swali lako litajibiwa, maana kuna mpango umeandaliwa kwa ajili ya kujibu swali hilo. Tunaendelea na swali. Swali la 3 anasema kwamba kwa mfano uliweka nadhiri alafu ukaacha kuitimiza kwa sababu ya kuwa na kiwango kidogo cha pesa. Pastor, hapo hivi tunafanyaje? Kwa sababu uliweka nadhiri, hakuna namna ila kutimiza. Mwisho wa nukuu. Angalizo, usifanye mambo kwa msisimko. Mungu hawi radhi na mpumbavu. Ni fungu la Biblia. Ukiweka nadhiri usikawie kuitimiza. Mungu hawi radhi na mpumbavu. Na inaenda mbali, natuambia ikiwa itawekwa hapa kanisani nadhiri, kanisa likasema tutatoa hiki, ni wajibu wa kanisa kulipa. Ikiwa ni ya mtu binafsi, lipa mpaka tone la mwisho. Angalizo, epuka mihemko katika swala la ibada. Usihemke, yaani usisubiri utishwe. No. Kama hujajua atakufanya muda huo, tulia, muombe Bwana, tuna mpango wa ujenzi, niwezeshe Yesu nijue nitafanya kipi. So milioni 7. Rudi nyumbani, unaanza sasa 7 naitoa wapi? Toa mpaka tone la mwisho. Taratibu mpaka iishe. Usihangaike na maombi. Maombi hayalipi madeni ya zaka, ukurasa wa 69, mashauri juu ya wakili. Hata yakitolewa kwa makini hayapokelewi na Mungu badala ya kile ulichoahidi. Ni pamoja na zaka zote ulizokula miaka yote na sadaka zote unalipa mpaka tone la mwisho. Unasamehewa ile tu uliosahau, na usijisahaulishe. Maana mwingine sasa kama niko tufanye ile sahau. Tufanye. Mungu anaelewa. Kwa hiyo tafadhali tuchague kuwa waaminifu kwa utukufu wa Bwana. By the way, sio zetu. Ni katika vilivyo vyake tunamrudishia. Asante. Pia anasema hivi, je, pesa ya mkopo unaitolea zaka na sadaka? Kama ndiyo au hapana, je, pesa ya bumu ni mkopo ama sio mkopo? Kama jibu ni ndio, tunatolea zaka na sadaka au sio? Wewe unaonaje? Bumu ni mkopo sio mkopo? Kama jibu ni ndio, mbona unaniuliza? Asa bumu ni mkopo sio mkopo? Nini ndio kwa? Sasa kwenye bumu iko hivi, ile ambayo ni specific kwenye matumizi ya nini wanaita ile fees.
yote inaenda kwenye ada kama yule wa ada. Pocket money ina zaka na sadaka, iwe ni gumu iwe wanafunza. Kuna moja huko na mtao, wengine wanaweza wakauliza, sijui wazazi wamekupa hiyo uliopewa ya matumizi yako. Mathayo 6:33 inasema Mungu kwanza. Kabla hujaanza matumizi yako, Mungu kwanza. Ila hiyo iliyo specific kwenye jambo maalum kwamba hii ni gumu, hii ni ada, hii inaenda kwa ajili ya ada, hiyo siguse kwenye ada. Ila hii ya matumizi yako ina zaka na sadaka. Niende mbali kidogo. Wengine amepewa 10,000 akanunue shati, haina zaka na sadaka. Ila ukifika dukani, mangi nipunguzie 10,000 umepewa, nipunguzie. Una shilingi ngapi? 8,000. Huku unajua una 10,000. 2,000 ina zaka na sadaka. Na mtu anasema kama hivyo sitasema nipunguzie. Kuna matatizo. Yaani kuna mtu anaumia kufanya shirika na Mungu. Kuna mtu anaumia. Yaani Mungu atusaidie kuepukana na uchoyo. Kwa hiyo hicho ambacho ni specific kwa matumizi, ukikistandardize kikapungua, hii ni nauli shilingi ngapi? Kutoka hapa mafuta yamepanda mpaka kwenda sijui Dodoma ni shilingi 50,000. 50. Unaenda kwenye kampuni ya basi, naomba nisiataje mabasi. Unafika, mimi mwenzio nina 45 tu. Hamna, utasimama. Hamna, nisaidie tu. Ni mwana chuo tu. Unashinga 45. Mruhusu aende. Unatunza 5,000 zaka na sadaka. 5,000. Huyu katuma swali, ametuma kwa njia ya picha. Anasema anahitaji ufafanuzi pasta. Anasema kwamba ameweka vipengele kabisa. Kipengele A anasema sadaka ya pamoja kanisa mahalia 42%, conference au field 58%. Akaweka kipengele B pale, Roman number 1 20%, conference au field mahalia 20%, general conference 5% ECD yani division 5% union 6% radio 2% taasisi za dini SCHC. Swali lake anataka ufafanuzi upi. Tayari ubarikiwe sana kwa kufahamu mgawanyo ndio huu. Asante sana. Yaani uko vizuri na unafaa kuwa mhazini. Yes, huo ndio mgawanyo mpaka sasa. Zaka inaenda yote, sadaka ndivyo inavyogawanywa. Labda cha kuongezea, ninyi mlioko hapa pia, sadaka zinapotolewa, sadaka hii ni pamoja na mkiwa kwenye federation, summit, whatever, sadaka haibaki na ninyi. Halo? Sadaka sio ada ya chama, ni ada ya chama tu atuingiliane. Sadaka 58 kwa 42. Mbele ya safari tunatazamia turudi kwenye mfumo wa 50 kwa 50. Tunatamani rudi hiyo ili mahalia wabaki na 50, huku nako iende 50. Maana tunang'ang'ana zile taasisi zinazoendelea kusaidiwa zifikie viwango zikiendeshe, twende hivyo. Maana kuna watu wanakutana kwenye summit na hivyo wakikusanya zaka conference, sadaka wanasema mfuko wa chama. Mfuko wa chama sadaka. Kanisa hili linabaki na 42, 58 inaenda. Na kule ikifika hawabaki nazo, zinaendelea kugawanywa na kutolea ili kazi ya Mungu isonge. Hii ni sambamba na miradi. Sio swali huko, ila nimeona niseme tu mapema. Mmefanya mradi wa Natukasa, mkaamua kulima. Mlipolima msiseme hiyo mliopata ni ya kweli. Hiyo mlioipata ina zaka na sadaka. Kinachobaki ndio kimebaki kwenye mradi. Halo? Nikiwa nachunga Songea, tulikuwa na frame pale. Zile frame ni za kanisa. Kinachokusanywa kwenye frame kina zaka na sadaka. Kinachobaki kinaingia kwenye mpango ule tuliokusudia. Huo ndio utaratibu wa kanisa la Bwana. Asante viongozi. Sawa. Muuliza swali nadhani atakuwa ameridhika na kusikia majibu, na Roho Mtakatifu atakuwa amesaidia kuelewa. Swali lingine anasema nazidi kuchanganyikiwa pasta. Pole, usichanganyikiwe. Yaani Mungu huyo maisha ni haya. Usichanganyikiwe. Ndio Mungu huyo anasema nitoe pesa
ambayo nafurahia kuitoa kuonyesha upendo kwa Mungu wangu, inakuwaje na yeye na yenyewe iwe na kiwango kama zaka? Naomba kusaidiwa, maana huenda huwa nakosea, na itakuwaje sadaka nisimsaidie mtu kupitia hiyo sadaka? Zaka 10%. Sadaka kwa mujibu wa neno la Bwana haiwi kilema. Sadaka inaruhusiwa kuzidi. Sadaka huipangii matumizi. Unayozungumzia wewe ni ile ambayo ni sadaka yako ya hiari, unachagua. Hiyo ni wewe. Mama aitwaye Pa, wengine wamezoea kumuita Dorika au Tabitha, alitoa hiyo ya hiari, akawa anashona nguo na wapatia watu. Hakuna neno, hiyo unaruhusiwa. Sio hii ya Malaki 3 inayotajwa zaka na sadaka. Na ndio maana Bwana anasema mnaniibia zaka na dhabihu. Ingekuwa ni chochote na unafikiria kufanya vyovyote, kwa nini anasema unaniibia? Si ni chochote Bwana, natoa nitakacho. Hii sio chochote, ameielekeza. Alafu unaruhusiwa wewe sasa kufanya zaidi ya hapo, kwa maana ya mimi nitanunua vitabu, nitawagawia wahitaji, mimi nitafanya hiki, nitasapoti Sabato ya Jirani Mwema, mimi nitapeleka hiki. Hizo ni sadaka za hiari pamoja na sadaka za shukurani. Unatoa kiwango utakacho, haina kiwango, na hiyo inatolewa wewe umepata faida, umepata hasara, unatoa tu kwa kadri ya ulivyoona yafaa. Wakati zaka na sadaka hii inayoongelewa hapa inatoka kwenye faida pekee. Hii nyingine ya hiari unaruhusiwa kutoa hata kwenye hasara. Unakula mweleka, unapeleka miti au nyanya, unakula mweleka pale Nyang'oro au Kitonga au kona ya mkoa hapo, wapi hapo Chunya ama wapi hapo, ndio daraja la Urumi kule au popote unapoelekea, ndio Sekenge. Ila wewe unatoka salama, nyanya zote zimepasuka. Hapo hakuna zaka wala sadaka, ila kuna sadaka ya shukrani ukiona yafaa. Kwamba Yesu asante, na haina kiwango. Huenda nisingetoka salama na kushukuru Bwana, unatoa yafaa. Sio zaka na sadaka, na sio mimi, ni neno la Bwana ili kazi isome. Na moja ya matumizi ya hii ya sadaka hii ndio maana humpi mhitaji. Moja ya matumizi unaila wewe sadaka. Zaka Walawi, sadaka moja ya matumizi unaila nani? Wewe mtoaji. Unaila wapi? Alipopanga Bwana. Unailaje? Tuna meza ya Bwana, tunakununua maiki, tunanunua hivi vinavyotumika kanisani. Ni moja ya matumizi ya bajeti ya kanisa inayotokana na sadaka. Ndio utaratibu. Wewe ukienda sehemu ukakuta wanang'ang'ana na meza ya Bwana mara moja kwa robo. Si kwamba ndio utaratibu kwamba ni mara moja kwa robo. Ndio maana ukila meza ya Bwana hapo ukafanya ushirika, ukaenda mjini ukakuta ushirika na Yesu ni kila saa. Kwa nini tumeenda mara moja kwa robo? Mapato. Kwa kumbe ilikuwa inawezekana hata kufanya mara moja kila leo, sio mara moja, kila saa ushirika na Yesu. Angalizo sio kwa sababu ya ulaka. Ushibe kwanza nyumbani. Ushibe kwanza nyumbani, nje hapo kufanya kielelezo. Zamani walikuwa wanakula na kushibia kanisani. Wakageuza ndio pa kushibia. Wenye misuli ndio wanashiba. Paulo akasema kuanzia leo kielelezo. Lakini bado uchumi umeenda vibaya kiasi kwamba kuna watu kielelezo kipande cha mkate huu. Kucha yangu ni kubwa hii ya mwisho. Mtu akipewa aking'ata hivyo basi kwa imani. Hamna anachomeza. Na kuna wengine wanamisi. Kwa nini? Haya matoleo yamekosewa. Mtu anapeleka sadaka anavyotaka tofauti na Bwana alivyoelekeza. Sadaka za hiari, sadaka za shukrani, fanya unavyoona yafaa. Pelekee unayoona yafaa. Ila zaka na sadaka inaletwa na Malaki 3 na wewe unadime kufafanua hivyo. Asante. Barikiwa sana Pastor. Huyu mwingine anasema sasa Pastor, kama Mungu amepanga, sisi tunasema gani? Ni kutii au Mungu amepanga. Sisi tunasema gani? Mungu akipanga, sisi sehemu yetu ni kutii. Kisha mkuu. Sijui kama nimelenga alikouliza, ila ndio jibu. Mungu akipanga, mwanadamu tii. Basi. Mungu akipanga, mwanadamu tii. Mwanadamu atii. Basi. Na maswali mengi kidogo hapa. Anasema kwamba ana maswali mengi sana yeye.
Ana swali la kwanza linasema kwamba tuna dakika 9 pekee, tutaahirisha maswali ili tutumie dakika 5 kuhitimisha maombi na Bwana akiruhusu tutapata kipindi cha kukutana, tutaanza na maswali tulipoishia kwa neema ya Bwana, maana moja ya sifa ya wakili ni kutunza muda. Asante, tuendelee. Naam. Swali la kwanza anasema kwamba tunasikia kila siku habari za uwepo wa vitabu. Nadhani hili liko nje ya maana kabisa. Okay. Atiache kabisa, tuendelee nalo. Okay. Tunashukuru kwa kuuliza swali na tulitamani atembee kwenye mada ya leo za uwakili, ndio? Anasema kwamba kwa mujibu wa Malaki 3 fungu la 10 tunatoa ili tubarikiwe. Tunatoa ili tubarikiwe, amesema kama swali. Lakini pia kama kila kitu ni cha Mungu, kwa nini tutoe? Lakini pia je, baraka gani unaozungumziwa hapo ambao Mungu akitoa panakosa hata nafasi ya kutosha huo baraka? Kwa ufupi, Pastor, naomba kuelewa maana halisi ya Malaki 3 fungu la 10. Barikiwe sana. Tunaendelea kukumbusha kile kitabu cha mashauri juu ya wakili. Kitajibu maswali mengi yakiwemo ukitoa mkono wa kulia wa kushoto usijue, na hivyo umefafanua vizuri sana mpaka matoleo batili. Naeleza vizuri sana kile kitabu ambacho tunakikusudia, nahimiza tukipate. Matoleo batili Bwana anayasemaje na hivyo. Lakini kwa ufupi na kupongeza sana kwa kuuliza swali. Hatutoi ili tubarikiwe. Mungu sio mganga wa kienyeji. Tumebarikiwa ndio maana tunatoa. Na hatuishii kwenye baraka ya fedha pekee jamani. Tulipobarikiwa ni vingi kiasi kwamba nafasi ya kuelezea haipo. Umepewa afya, umeumbwa, yaani na vitu vingi vya kushukuru kuhusu baraka. Vingi. Na kwa moja akaimba baraka zako ni nyingi. Hesabu baraka za Bwana utagundua ni nyingi Mungu alizokubariki. Kwa hiyo hautoi ili ubarikiwe. Umebarikiwa ndio maana unatoa. Haushiki amri za Mungu ili uokolewe. Umeokolewa ndio maana unaitikia upendo wa Yesu kwa kushika amri zake. Sisi kama tunaelewana. Wote tuliookolewa kwa neema tunashika amri za Bwana kama mwitikio wa upendo. Ninapomzawadia mke wangu sio ili anipende. Ananipenda na hivyo ninafurahia kupendwa, ninaitikia upendo kwa kumzawadia. Kwa hiyo tulishabarikiwa, ndio maana tunaleta. Hatuleti ili tubarikiwe. Amina. Vinginevyo kuna siku utasema niliweza tu zaka na sadaka nikaibiwa. Sasa Mungu yuko wapi anayelinda? Wewe ulishabarikiwa ndio maana unaleta. Na tunajifunza kuwa waaminifu sio kwa sababu Mungu anatenda miujiza. Tunakuwa waaminifu, maana muuliza kanisa tunarudisha. Sisi tunafanya mahusiano na Mungu ndio maana tunamuomba. Kwa nini unaomba pia? Mungu anajua unahitaji. Kwa nini unaomba? Mahusiano, relationship. Tunaweza mahusiano na Mungu wetu. Kwa nini tunarudisha? Sio kwa sababu Mungu ni mhitaji, mahusiano. Mtoto unapomuomba mzazi mahitaji sio kwamba hafahamu unahitaji, lakini ni mahusiano na baba anafurahi ni kama kwamba unaonyesha kutegemezi kwa baba. Na pia anafurahi kutegemewa na anapenda umshukuru. Asante kwa kunipatia hiki. Kwa hiyo wapendwa, ieleweke, hatutoi ili tubarikiwe. Tunatoa kwa sababu tumebarikiwa na sote tulishabarikiwa. Kwanza, baraka wa kwanza ni kuumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Baraka wa pili ni kukombolewa kwa neema. Baraka wa tatu afya. Baraka wa nne akili. Baraka wa tano mali. Una baraka kibao. Baraka ni nini? Endelea kumshukuru Bwana. Sasa hautoshi. Sasa mwingine anasema kwamba Pastor, nina swali na swali langu ni kwamba tuseme kwamba mimi sina bomu. Ndio. Lakini sio bomu, sina pia mkopo. Bomu pia ni mkopo, si ndio? Ni shoti, sina mkopo. Sawa. Sasa hela ninayopewa na wazazi wangu wanakuwa tayari wameshaitolea zaka na sadaka. Je, mimi nisipoitolea zaka na sadaka nitakuwa na kosa au nitakuwa sahihi? Naomba ufafanuzi Pastor. Watu wanatafuta loophole, tunasema. Wanatafuta kuchomoka. Wapendwa, ieleweke, Mungu hatuongezei mzigo. Yaani ibada sio mzigo.
Unajua Wayahudi walielewa ndoa ni mzigo, ibada ni mzigo, matoleo ni mzigo, na hivyo wakawa wanatafuta kutomoka. Bwana, nimsamehe mtu mara ngapi? Natamani nimwache, ni mambo gani nimwache, ndio nyingi nimwache. Sasa sikiliza, haikuwa hivyo tangu mwanzo. Lakini Musa alisema akizini mwana, haikuwa hivyo tangu mwanzo. Shida ni mzigo, yaani mpaka nimwache, kuna mzigo, yaani unaona tamu. Kama Sabato, Wayahudi na Sabato. Sabato imefanywa kwa ajili ya wanadamu. Wayahudi wakafanya tena wao ndio wako chini ya Sabato, badala ya Sabato kuwa chini yao. Kiatu ni kwa ajili ya mguu. Kuna watu badala kiatu kitunze mguu, mguu unatunza kiatu. Yaani kuna mtu yuko tayari kutembea pepo ili kiatu kikae, kuliko kiatu kichafuke. Nisikilize, Sabato ipo, tuitumie. Nataka uelewe concept ya ibada, sio burden, sio mzigo. Ni hiari, tena kwa furaha na tunajisikia amani kufanya shirika na Yesu. Kwa nini nimesema hivyo? Yaani mtu anaona sasa habari toa tena mbili tena. Ngoja nikwambie, unaporudisha zaka na kutoa sadaka, hiyo ikija kwa wachungaji tunairudishia zaka na sadaka pia. Inapoenda conference pia inatoa zaka na sadaka pia. Nataka uelewe sasa kwa upana. Ikiwa ikitoka hapo ikifika conference inatoa zaka na sadaka. Ikifika union inatoa zaka na sadaka. Inapotoka kwa wazazi ikaja kwako, wazazi wamemalizana nayo. Wewe ndio mwenye sauti na hii fedha umepata pato. Kwa hilo pato lina zaka na sadaka. Ni sawa na ukifuga ng'ombe, ukikamua maziwa ukatoa zaka na sadaka, ukiuza ile kamati na zaka na sadaka. Ukichinja ng'ombe ukauza nyama, zaka na sadaka. Hii ngozi utakapouza na pembe, zaka na sadaka. Kila inapoongeza zaka na sadaka. Yaani kuna mtu anafurahi nje, ila anasema wapendwa, kwenye matoleo ilishatolewa. Kama ilishatolewa, waachie waliotoa waitumie. As long as imekuja kwako, imeanza na wewe tena. Hii zaka inayotolewa kwetu, mchungaji nikipewa posho, kuna sadaka. Sisemi si washiriki wameshatoa, in fact ni zaka. Ina zaka na sadaka, na ndio maana Bwana anasema tukiwa waaminifu hakuna haja kwenye kanisa. Fedha ni nyingi kuliko kawaida. Na tuongelee fedha pekee. Zaka na sadaka ya vitu. Kuna mtu hana pesa ila ana mahindi, wala usisubiri yapande bei. Mwisho utayala bila sababu. Lete. Unapovuna tu zaka na sadaka. Kuku na wengine niende mbali muuliza swali. Kuna watu wamejifunza zaka ni moja ya kuku. Kuku anataka mayai nane. Asante Yesu anafika. Imeingia tu kwa uza maswali. Na mwingine wanataka kabisa 10. Anachemsha mawili. Mungu simuona mwenyewe 10 itafika lini? Yule mwenye 8 atauza na atatumia. Na anakuja kifua mbele kwa Bwana. Mungu umeona mwenyewe azikufika 10. Nisikilize. Kuku mmoja akitaga yai moja ni faida sio faida? Kila faida ina zaka na sadaka. Tunaitoaje? Ulipoiuza ulikuwa unaiuzaje? Utakapoliuza ile yai kwa shilingi 100, zaka shilingi 10, sadaka shilingi. Vinginevyo usile mpaka wafike 10. Ili Mungu aanze kwanza. Kuna watu wanasema asante Yesu. Ng'ombe wangu mimi anazaa moja. Kila kizaa nauza ndama, hawafiki 10, sina deni. Una deni. Ulikuwa na ng'ombe mmoja, huyo mmoja ni faida. Una kabajaji ka shilingi milioni 50, milioni 10. Akipanda tu mteja mmoja, milioni 500, zaka na sadaka. Usipaka irudi ya bajaji. Si bajaji ndio mtaji wako. Umejenga nyumba kwa milioni 50. Akapanda tu mtu 10,000, zaka na sadaka. Sasa si haijarudi mtaji. Mtaji ni nini? Si hapa nyumba ndio mtaji. Au nataka mtaji miwili, nyumba iwepo na nyingine tena. Basi pasta barikiwa sana. Swali liwe la mwisho alafu swali la mwisho kwa sababu ya muda. Ndio. Huyo yeye anasema kwamba anafanya kazi za wiki, yaani anaingiza mzigo ndani ya wiki, kuna muda haingizi. Hiyo anaitoleaje? Lakini pia kuna ile kwamba nachukua sadaka yangu naiweka kwenye bahasha na ninampa rafiki yangu akanitolee. Sasa ile inakuwaje? Anabarikiwa yeye au anabarikiwa mimi?
Asante, tusimame tunapoaisha kipindi cha jibu hayo mawili. Hapo aliyetoa ni nani? Aliyeleta bahasha kwenye sanduku au yule aliyempa? Jibu unasemaje? Huyo aliyeianzia kule akatuma mtu alete ndiye amebarikiwa. Ila huyo aliyeifikisha, uaminifu wa kuileta, Mungu atajua vile anavyoshughulika nawe kwa uaminifu. Hata hivyo ninawaonya kutumana bahasha. Omba akaunti, ingiza fedha moja kwa moja. Ukituma bahasha iwe payslip, sio keshi. Dunia imeenda mbali sana. Sio kama umeelewa vizuri. Yaani naenda zaidi ya hilo swali. Huyu aliyeleta ni huyu ambaye ametoa tangu nyumbani. Yule aliyempa mtu nilete A akampa B, yule A ndio aliyetoa. Huyu amemsaidia mwenzie na kushauri A. Tuma payslip, usitume keshi. Dunia imeenda mbali. Na mwe na account number, na mimi na account number. Bank account. Yes, tunahimiza watu waingize kwenye bank account za kanisa mahalia. Alafu andika hapa zaka na sadaka. Ili huku zije payslip pekee. Alafu msajili anaweza yule wa biashara na ndio. Tunashauri mtaji wako upigie hesabu mapema kwamba nikiuza huu mzigo ukaisha, milioni 10 yangu utapata 100,000 utakapoisha. Toa zaka na sadaka kwenye hiyo 100,000, endelea na biashara, maana haisubiri kuisha ili ichukue mzigo mwingine, kama tumeelewa swali. Unakuta sukari imeisha, anaitumia hela ya sukari ananunulia mchele. Mchele umeisha, kwa hiyo huyu anatengeneza hesabu ya mapema. Mungu wetu ni zaidi ya mathematician. Kwa hiyo ana calculate, anajua muda, anajua kila kitu, na anasoma nia yako zaidi ya kile unachokusudia. Nia yako hasa, your intention, nini kusudi lako, ndilo analoanza nalo Bwana, lakini ni Mungu wa utaratibu. Kwa hiki tulichojifunza na kukielewa kwa uchache, Roho Mtakatifu atutafakarishe. Haitoshi kufahamu, inalipa tukianza kuifanyia kazi. Bwana tubariki sana. Amen. Na tumebakiwa na maswali takriban 16. Tunashukuru sana. Maswali 16, na hii inaonyesha ni namna gani ambavyo watu wa Mungu wanazidi kubarikiwa na wameelewa ujumbe na hivyo wanatamani kubadilika. Mungu awabariki sana kwa hapo, na ambao hatujagusa maswali yenu tutagusa kwa wakati mwingine kama pasta alivyosema. Hii inaonyesha moja kwa moja kuwa tutakuwa na mbaraka mwingine wa kuwa na pasta tena katika sabato nyingine. Naamini ile pasta sio. Kwa hiyo mapenzi ya Bwana yatimie, lakini upande pia ataiweka kwenye ratiba. Na mnasemaje jamani? Kwa hiyo tuendelee kubadilika kulingana na kama una dukuduku, endelea kuuliza, kutumia hiyo namba wewe, tuma swali, nitakuwa namtumia pasta moja kwa moja. Na siku pasta sasa akiona hapa imefika, kikombe kimejaa, atakuja Mosti na tutatangaza kwamba napo kutakuwa na nini, na session kama hii ya maswali na majibu. Mungu awabariki kwa kujaa kanisani. Mungu anapenda watu wanaorudi, wanaokuwa waaminifu, na hii inaonyesha kuwa somo la mchana lieleweka. Mungu akubariki sana. Nashukuru sana na washukuru wote. Sasa tuhitimishe kwa maombi. Niombe wazee wa kanisa na mchungaji wetu tusogee, hilo sanduku litawekwa hapa. Tuhitimishe kwa kumweleza Bwana haja zilizo kwa sanduku. Baada ya ombi hilo, leo tutakuwa tumemaliza session yetu ya jioni ya leo, na tutarudisha maiki kwa uongozi wa chuo. Na nyenyekezwa sana na jinsi ambavyo mmeona vyema tushiriki pamoja. Msiutupe ujasiri wenu, maana una thawabu kuu. Bwana wabariki sana. Basi basi, tukiwa tumesimama tutaomba. Wazee wa kanisa tutazunguka, nikisema tunaweka mikono yetu, tutaweka hapo, ndio tutaweka hapo. Wimbo namba 13. Umetuahidi Utawabariki
Sisi tukiwa tumepiga magoti na tuombe. Baba yetu mwema, mfalme wa amani, Mungu mtakatifu, tunakushukuru kwa wema na fadhili zako maishani petu. Asante kutuhudumia sabato ya leo tena. Tusamehe, tutakase, tukubali kuwa watoto wako wa kiume na wa kike, na utuwezeshe kwa Roho Mtakatifu kuwa mawakili waaminifu. Tumekuwa na vipindi na maombi baada kwa namna ya uimbaji na matoleo. Yesu, nipokee. Sanduku hili linayo mahitaji ya watoto wako. Viongozi wenzangu, tunaweka mikono yetu hapa Bwana. Mkono wako tusioweza kuona kwa macho na uguse sasa kupitia mikono yetu. Mahitaji ya watoto wako watendee kwa utukufu wa jina lako. Wengine wameweka kwa sababu tu ambazo wanatamani kwa mawakili waaminifu. Kwa kila namna wametamani wasimame wakaanguka, tangu leo kwa imani wawezeshe kusimama. Katika changamoto za ujana wawe waaminifu. Wengine ni hoja za uchumi, wengine ni hoja za mahusiano, wengine ni hoja za elimu zao, wengine ni mapito wanaopitia, wengine wanaomba kwa ajili ya wazazi, walezi na ndugu zao. Yesu, ujuaye kusoma nia ya mioyo, hata tusipotaja kilichoandikwa, wewe umeona. Kwa kuwa umeona na kwa kuwa unajali, Yesu, ukatende kwa utukufu wa jina lako, ili mradi unapojibu utukuzwe wewe na wewe peke yako. Mosi na mipango yake tunaikabidhi kwako. Vijana hawa kanisa linawahitaji, familia zinawahitaji, taifa linawahitaji, na wewe Mungu unawahitaji kwa uzima wa milele. Wafanye kwa mawakili waaminifu na washindi dhidi ya yule mwovu mpaka ujapo mara ya pili. Neema yako ipitayo neema zote iwafunike watoto wako mpaka ukamilifu wa dahari. Tunaomba kwa imani kwa jina la Yesu, amen. Bwana awabariki sana. Basi tunashukuru sana kwa mlivyojali. Asanteni kwa kurudi, asanteni kwa kufuatilia. Asante mchungaji Mwamboreke, kiongozi na rafiki yangu, mtendakazi mwenzangu. Asante viongozi wa Mosi, asanteni wanachama wote, na tunakumbusha kuwa waaminifu wa mipango ya chama. Asanteni washiriki na wanatukasa, tunakumbusha kuendelea kuleta ushirika. Tunawatakia mema katika ujana wenu. Ninyi ni wa pekee, dumuni kwa mawakili waaminifu mpaka wakati mwingine. Bwana watunze.